kwa kawaida uwepo wa Mungu ulikuwa pamoja na sisi katika kanisani. Huo uwepo ndio ninataka kuongelelea. Usiuache hapa ukitoka. Uwepo huo usikue mahali wakati unaiba. Uwepo ule usikue mahali unaomba. Uwepo ni wa kuandamana na wewe kila mahali uendapo. Bwana yetu asifiwe. Uwepo wa Mungu, na nikakumbuka siku moja Musa alimwambia Mungu wakati alipowaambia waondoke waenende katika nchi ya ahadi. Na Musa akaweza kumwambia Mungu ya kwamba usipoenda pamoja nasi usituambie tutoke hapo, kwa sababu Musa alijua kutokuwa na uwepo wa Mungu vile mambo iko. Akamwambia usituambie tutoke hapa, tunataka kuwa wewe uwe pamoja nasi, uwepo wako uwe pamoja nasi. Saa hiyo ndio tutatoka, na ukituahidi ya kwamba uwepo wako utakuwa pamoja nasi, basi tutaondoka. Alijua ya kwamba wakiwa peke yao hawawezi. Hata hayo yote nimetaja ya kwamba ninashukuru Mungu kwao. Hapa sio mkono wa mwanadamu, ni uwepo wa Mungu kuwa pamoja nasi. Bwana yetu asifiwe. Kwa hivyo ningetaka wapendwa tusome neno la Mungu katika Yohana 14:23. Tumesema ya kwamba ni uwepo wa Mungu ni kuwa na wewe kwa kila wakati, na muwe mnaandamana na Mungu, muwe mnashirikiana pamoja, akuwe rafiki yako. Rafiki wa mtu unamwananga na kuna msemo inasemanga ukiona mahali fulani mtu fulani, ukiona Susan mahali, hata Royce ako area, hata Royce ako area, kwa sababu ni rafiki yake, wanaandamana. Na labda unaweza pata hata hakufiki jioni kabla mmoja hatajatafuta mwingine, wanatafutana kwa sababu wako marafiki. Huo ndio uwepo. Susan anaweza sema uwepo wa Royce uko pamoja na mimi. Royce anaweza sema uwepo wa Susan uko pamoja nami. Ni kwa sababu tunaandamana pamoja. Anajua mambo yangu yote, anajua shida zangu zote, changamoto ninachokipitia anazijua. Na huyu ni mwanadamu. Na Mungu wetu namna gani? Uwepo wake ukiandamana na mimi hivi ya kwamba atajua shida zangu, atajua mienendo yangu, changamoto zangu zote anazijua, nikigojeka anajua. Na si afadhali uwepo wa Mungu kuliko wa mwanadamu? Mwanadamu hakuna mahali atakupeleka, lakini ukiandamana na uwepo wa Mungu wewe ni tajiri. Bwana yetu asifiwe. Yohana 14:23 inasema hivi. Kitabu cha Yohana 14 mstari wa 23 inasema hivi. Yesu akajibu akamwambia, mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Bwana yetu asifiwe. Hayo ni maneno iliyonenwa na Yesu. Yesu akawajibu waliokuwa wanauliza ya kwamba mtu akinipenda, jambo la kwanza ni kumpenda. Mtu akinipenda atalishika neno langu. Na ndio tukasema ukuwe na moyo wa nyama ili ushike neno la Mungu. Mtu akimpenda Mungu na alishike lile neno, lijisikilie ndani yake. Na Baba yangu atampenda. Ni Yesu anasema, na Baba yangu atampenda. Huyu mtu atapendwa na Mungu ni kwa sababu yeye amempenda Mungu, na kumpenda kunaonyesha na tabia unayoifanya.
unaoifanya, mienendo unaoenenda unampenda. Na Yesu anakuhakikishia ukimpenda huyu Mungu na ukienenda katika njia zake, na neno lake utaliweka ndani yako lijishikilie. Kwa hivyo wewe hautakuwa wa kusikia na kuondoka kwa neno, liko ndani yako na sio kukaa tu, linafanya kazi. Naye anasema ya kwamba, na tutakuja nani na nani, nani na nani wanakuja. Hamkushika nani na nani watakuja? Yesu na Mungu, Mungu mwenyewe na Yesu watakuja katika hiyo moyo, watakuja ndani yake na kufanya makao na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Hebu imagine Mungu wetu akikuja kwa maisha yangu, na ndio ninataka kukuambia siku ya leo uombe hivyo, ati uwepo wa Mungu kaweze kuwa pamoja na wewe. Yeye akuje kwa sababu anaona mahali anaweza ingia. Yeye wakuje na Yesu, wakuje na Roho Utatu wa Mungu, ukuje ukae na wewe. Imagine akiwa na wewe, ni nini huja umekosa? Ukigojeka ako hapa mara moja, anakemea magonjwa. Ukikosa pesa ako mahali pale, anakemea ufukara, anakemea shida. Yaani ukikosa chakula ako pale. Kuna movie mwingine niliona jana, nikaona wakati Yesu walikuwa kwa boat na wanafunzi wakivuka ng'ambo ile kwa kuhubiri, Yesu akajilaza mahali na akarara, na mawimbi ikawa mingi sana. Mawimbi ikawa mingi sana walipokuwa wakivuka. Na ile mawimbi ilikuwa ni kama vile nilikuwa ninaona, ni kama vile unaona gusieta gogoma siakirea gusieta siakirea hii upepo wa kizurizuri. Wow. Hii upepo unaenda hivi wetagwo ngoma cia cioneki. Huo upepo, hiyo maji ilikuwa kwa ziwa, inafanya hivi, inaenda juu na inaanguka kwa kaboti, na Yesu hapa amelala. Na walikuwa vile ilikuwa inaonyesha ikiingia maji, kwa sababu maji inaenda juu inaingia kwa boti. Kazi yao ilikuwa ni kuchota na kumwaga ili kaboti kasisini na chini. Na mmoja akakumbuka, si tuko na Yesu, akaenda mahali amejilaza vizuri, anamfanya hivi, naye anaamuka mara moja, anapata hiyo upepo wa hiyo maji inaenda hivi, akasimama akatuliza upepo. Jina la Bwana lisifiwe. Na kutoka hapo boti ikaendelea vizuri, na nikaona uzuri na faida ya kuwa na uwepo wa Mungu. Bwana yetu asifiwe. Kwa sababu hata katika ulimwengu tuko, hiyo upepo ya mambo ya dunia, mambo mabaya iko imetusunguka, lakini tukiwa na uwepo wa Mungu, yeye ni kumwambia angalia haya, anasimama anatulisha. Bwana yetu asifiwe. Kwa hivyo Yesu na Mungu wetu watakuja kwako na watatengeneza makao na watakaa pamoja na wewe. Ukienenda, mnaenenda pamoja. Ukilala, muko pamoja na yeye. Ukikula, mambo yako yote, watoto wakisoma, mambo yote iko pamoja na wewe. Kwa hivyo wapendwa, hapa faida ni kulishika neno la Mungu na likae ndani yetu, na ili lifanye kazi. Kama neno linasema ya kwamba umuogope Mungu, wewe uko namba 1 kumuogopa Mungu. Kwa hivyo neno lisiwe tu ni kulisikia na kuenenda. Nimeshangaa siku hizi, kuna watu tulikuwa tunaongea na wao ya kwamba mtu amesikia neno la Mungu miaka nenda miaka rudi na hajabadilika. Ni nini baya? Wewe unaweza niambia ni nini shida? Shida ni nini? Na ako na masikio, amewekwa masikio tu.
na anaona na macho yake. Ukimwambia mtu hii ndio njia, we ukishika hii utaenenda Thika, na unamuonyesha, na yeye anasema wewe hujui, nitapita hii ya Zimmerman. Anatokelezea huku sijui Keligiti akielekea Kiambu, na yeye anaenenda Thika, na amekuuliza njia na umemuonyesha. Mnaweza sema hiyo ni nini? Ni kwa sababu amelisikia, ameambiwa, lakini yeye kuna vile ameamua. Wewe hakuna kitu unajua. Hata nikipita hii, hata nikienda Roiro njia ya Kiambu Road, si bado nitarudi Roiro na nishike ya Githurai. I mean ya Thika Road. Mungu wetu akatusaidia wapendwa, na tuweze kulisikia neno la Mungu na tulitie maanani, ili maisha yetu Jehova akaturahisishie maisha. Bwana yetu asifiwe. Ya kwamba hata kama tutapatana wale ambao walikuwa asubuhi, tulikuwa na tukasema ya kwamba si wakati ule tulikuwa jooni kwa Yesu. Tukisema jooni kwa Yesu kuna raha na kuna amani. Kuna changamoto katika ufalme huu, kuna changamoto, na tukaona ni kwa sababu ulitangaza vita na shetani. Lakini katika hali ile haijalishi, bora uwepo wa Mungu uandamane na wewe. Bwana yetu asifiwe. Haijalishi changamoto ni mingi, lakini ukilishika neno la Mungu na kuliweka ndani yako, wewe umefaulu maishani. Bwana yetu asifiwe. Na tuenende katika Genesis 6. Genesis 6:5, tuone kitu ingine hapo. Wakati Mungu aliumba dunia, kwa sababu ukianza Genesis chapter 1 utasikia vile Mungu aliumba na kusema kuwe nuru, kukawa nuru, kuwe hii na kuwe hii na kuwe hii, na mambo yote ikawa sawa na kukawa na watu. Na hiyo chapter 6:5 inasema hivi: Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Huyo ni Mungu aliona, amefanya kazi yote ya kuumba dunia na mbingu. Kuumba dunia yote na mambo yote yaliyo katika dunia. Na wanadamu sasa wako na ni wengi, lakini alipochungulia akaona maovu imejaa ndani ya moyo wa mwanadamu. Akaona ni mengi. Na ndio maana alimtuma Yesu Kristo aje ili atuweze kutukomboa na aweze kuondoa maovu yale ndani yetu, na tuwe viumbe vipya, na tuanze kuenenda katika mwenendo wa maisha ambayo ni ya haki, ili Mungu Baba na Mwana waje kwetu wakae pamoja nasi. Sita inasema Bwana akaghairi kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. Imagine Mungu akighairi kwa ajili yako. Sasa ni kwa nini huyu nilimuokoa? Kwa nini nilimpeleka kanisani la Super Highway? Mungu anaghairi ni kwa nini huyu nilimchagua. Wamama wengi wanagadamishwa na shetani, wazee wanagadamishwa na shetani, vijana huko nje wanagadamishwa na shetani. Wewe akakuchagua ukue hapa, utulie hapa, ni kusikia neno la Mungu. Ni neno ulisikia likikwambia fanya hivi, ni neno likwambia acha hivi, na wewe uko bado kichwa ngumu pale. Anaghairi, Bwana anaghairi. Kwa nini nilifanya hivi?
Lakini Mungu wetu ni mwaminifu. Ni kwa sababu alipoona hivyo, namba 7 ikasema, Bwana akasema, nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi, mwanadamu na mnyama na kitambaacho na ndege wa angani, kwa maana ghairi ya kwamba nimewafanya. Unasikia vile atafanya kwa mwanadamu, na sio kwa mwanadamu peke yake, hata kwa wanyama. 8 inasema, lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Hivi ndivyo vizazi vya Nuhu. Tuachane na vizazi vyake. Lakini Nuhu akapata nini? Nuhu akapata nini? Akapata neema kwa Mungu. Ni ombi langu siku ya leo, wakati huu dunia imeharibika, watu wameharibika, maovu tu ndio imejaa ndani yao. Mungu wetu si atuonee huruma, na atukumbuke kanisa la Super Highway. Atuonee tu kwa sababu ya neema, kwa sababu ya vile tumelishika neno la Mungu. Atuonee huruma na atukumbuke. Wengine wakiangamia, sisi tusimame. Watoto wa wengine wakipotea, wetu wasimame imara. Waume wa wengine wakipotea, wetu wasimame, kwa sababu ya kuonewa huruma na Mungu. Jina la Bwana lisifiwe. Ni ombi langu, na nikaona hata kama dunia ilikuwa hivyo, kulipatikana mtu ambaye anayemcha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hajawahi kosa. Hajawahi. Na ni ombi langu hata wakati huu ambaye maovu imekuwa mengi, hata kwa wale wako makanisani, Jehova akuhifadhi wewe, ukue wewe uko, ati ya kwamba Mungu anaweza simama na aseme, uko Super Highway kuna 2 watatu ambaye wananiogopa. Kuna 2 watatu wanatamani kuandamana na mimi. Kuna 2 watatu wananiogopa. Kuna 2 watatu wanaenenda katika njia za haki. Bwana yetu asifiwe. Si wewe ukue moja. Haya, utaki kuwa moja? Si wewe ukue moja, sina mimi nikue moja. Ati ya kwamba Mungu anaweza ona, ne kwa neema zake aone kuna watu hapa wamebaki, ya kwamba wanaweza andamana na uwepo wa Mungu. Bwana akaona maovu kwa wanadamu, na akaghairi. Ni ombi langu, Mungu wetu alisigairi kwa sababu yetu. Hii kanisa niliwapea pale, wakuwe wakinutumikia, wakuwe wanapatikana huko kuomba, wakuwe wanapatikana huko kwa neno la Mungu, wakuwe nimewabariki waweze kuniinua. Anapata hakuna, anaghairi, regret. Lakini Nuhu akapata neema pachoni pa Bwana. Bwana akamkumbuka Nuhu na akamtendea mema na akamtafutia njia ya kumuokoa. Mungu akamkumbuka na akamtafutia njia ya kumuokoa. Mungu atakapokukumbuka wewe, atakaponikumbuka, lazima niambie njia ni hii. Bwana yetu asifiwe. Huyu ni mmoja ambaye aliandamana na Mungu, na Mungu wetu kwa sababu ya neema yake akamkumbuka. Huyu ni mmoja anaitwa Noa. Tutaona 2 watatu. Huyu mwingine ni Abrahamu. Mungu wetu ni mwema na ni mwaminifu, na anajua. Unajua si kama vile naweza kukuona, niuone Mr. Kevin nimuone yako sawa, nimuone Mama Perez huku nimuone ako sawa. Mungu anajua wale ambaye anaweza andamana pamoja na wao. Sio wote, sio vile mnaniona mimi. Kuna mahali pengine Mungu anaangalia,
Kuna mahali anaangalia wewe huwezi ukaniona. Kuna mahali Mungu anaangalia huko ndani ya mawazo ambaye nyinyi hamwezi mkaona. Mienendo yangu mnaiona tu ni kakanyanga, lakini Mungu ana kitu kingine anaangalia. Aliona Nuhu ni mmoja ambaye atamneemesha. Akaona Ibrahimu atamneemesha, kwa sababu si wote katika Biblia. Hao wengine waliangamia. Kwa sababu Mungu alimwambia Nuhu ya kwamba tengeneza Sabina, hiyo tunaijua sana. Na wanyama waingie wawili, kike na kiume, kike na kiume, na familia yako waingie. Hao wengine wote waliisha. Na hata wanyama, imagine hata ng'ombe haikuwa imekosea. Hata mbuzi haikuwa inakosea, na iliisha. Kwa hivyo Mungu ana wake, ana wale ambaye anaweza andamana pamoja na wao. Mwingine ni Ibrahimu. Imagine katika Mwanzo 12:1 mpaka 4, Mungu naye anamuita Ibrahimu. Anamwambia Ibrahimu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumbani ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayo kuwezesha. Imagine Mungu anajua ni akina nani, si wote. Imagine Mungu anamwambia toka kwa watu wenu, toka kwa nchi yako, toka kwa familia zenu, uondoke. Ninataka uenende nchi nitakayo kuambia. Wewe kama ni wewe ungekubali? Huyu naye Mungu naye ni wa aina mingi. Ananiambia niondoke kwa kijiji chetu, niende wapi? Na huko nitaenda kwa akina nani? Ni kabila gani itakuwa huko? Ni watu wa aina gani nitakuwa na wao huko? Nitakuwa nikikula nini? Na niko na mashamba. By the way, Ibrahimu alikuwa tajiri. Ng'ombe ndio hizo ni nyingi, farasi ndio hiyo, punda ni mingi, mbuzi ni mingi, kuku ni ya, wafanyikazi ni wengi. Alikuwa tajiri kweli kweli Ibrahimu. Lakini Mungu akamwambia nataka uondoke. Kama ni wewe siku ya leo ungekubali kusema ukweli na usinijibu? Ungekubali? Huyu naye Mungu naye ni mwingine anasubua. Yaani ninunue ploti na nijenge nyumba yangu nzuri, na pale kwa kona niko na ng'ombe mingi, pale niko na kondoo, pale niko na mbuzi, alafu aniambie niondoke tena niende nikaanze mwanzo tena kwa kujenga. Imagine, hivyo ndivyo tunakuanga. Na ni kweli hata wewe siku ya leo, na labda mimi singekubali. Lakini Ibrahimu hakubishana. Anajua kuandamana na Mungu kumepita mambo yote. Bwana yetu asifiwe. Alikuwa anajua uwepo wa Mungu ukiwa nami, hakuna kubishana. Ibrahimu hakubishana. Alimwambia Sara mke wake ajipange, anza kufunga vitu, mwanze kubomoa hizi sitakwate ya shigo, zizi la ng'ombe mwanze kubomoa. Na labda kwa sababu alikuwa na punda, wakatengeneza vile watambeba hizo vitu ili mahali wataenenda wajenge. Imagine mtu anabomoa kwake na ako sawa na kuondoka tu, hata haulizi. Nilikuwa nafikiria mambo ya Ibrahimu, nikaona labda neighbor alikuwa anamuuliza, ni nini Ibrahimu? Ni nini mnabomoa zizi? Ni nini mnapanga vitu, muenda wapi? Naye anamwambia hapana, sisi hatujui, tumeambiwa tuenende na Mungu. Watu walikuwa wanaona amepagawa. Ama wewe ungeona aje? Huyu amepagawa katika mawazo yake. Ni kwa sababu ni wapi anaenenda wapi? Lakini yeye hakuwa akibishana. Wakati mwingine hata Mungu anakuonyesha kile utafanya, wewe unabishana.
anakuambia la kufanya, wewe unabishana, hata hutaki kumsikiliza. Mimi nitafanya hii. Na labda hata kuna mtu ametumwa kuongeleshe, unasema wacha watu waongee. Tukiwa pale tulikuwa tunasema wakati Nehemia walikuwa wanajenga ukuta na wakawa na challenges za akina Tobias na hao wengine walikuwa wanawadhihaki, walikuwa wanaomba Mungu wao, na pia tukasikia na katika hali ya kuomba walikuwa wamejipanga. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wacha kukaa kama mjinga hata kama umeokoka, na tukaona hatutakaa kama wajinga. Tukaona ni kweli tutaokoka na tutafanyia Mungu kazi, na at the same time tutajipanga, tutainua macho yetu tuone watu wanaelekea wapi, biashara ziko wapi, watu wanafanya nini wapate pesa, biashara zinafanyiwa aje. Yani unafungua masikio, Mungu anakuelekeza wapi, ili usikae pale na kubishana, na anakuambia hii ndio njia. Huyu mwana Ibrahimu hakuweza kubishana ama kuuliza maswali, ninaenda wapi, ninafanya nini. Alienenda, na alipoenenda mahali alienda na akakaa na akaweka hema zake kule. Kile kilinifurahisha ukisoma hiyo hadithi ya Ibrahimu, popote alipokuwa akinienenda alikuwa anatengeneza madhabahu ya Bwana. Bwana asifiwe. Ili uwepo wa Mungu ukaweze kuwa na yeye wakati wowote, mahali anapoenenda, mahali anapokaa, alijua ya kwamba tukiwa na Mungu tuko sawa. Bwana yetu asifiwe. Na siku moja, kwa sababu alipotoka, kuna haka kijana ka brother yake kanaitwa Rutu, na kalimfuata. Na walipokaa pale wakaanza kubishana. Ukisoma Biblia utasikia walinzi wa Ibrahimu na walinzi wa Rutu walikuwa wanabishana. Walipoenenda kukunywa maji, wakipeleka ng'ombe na wanyama wote walikuwa wanabishana. Sisi ndiye tulikuwa wa kwanza, sisi ndiye tutapea zetu kwanza. Walikuwa wanabishana. Ibrahimu akamuita Rutu, kamuita, sisi ni ndugu, tusibishane. Sisi ni nani? Ni ndugu. Na tafadhali na kuomba, area hii tuko, hebu angalia kule na uangalie huku na uangalie pande zote, ili pande ile itakupendeza uende, yani tu separate. Rutu kaliposimama kakaangalia, kakaona kule ng'ambo ile kuna nyasi ya ng'ombe, kuna greens, kuna mambo mazuri na kuko na maji. Na kwa sababu amempea first priority, akasema aje, mimi nitaenda ng'ambo ile, kule nitaenda. Akaambiwa enda. Imagine, wewe ungekuwa pale ungefanya nini? Na wewe ndiye Ibrahimu, si wewe ndiye ungetangulia kuenenda pale kwa greens, ili wanyama wako waweze kukula kule. Lakini Ibrahimu hakubishana, chagua wewe ukiwa wa kwanza, kwa sababu alijua, mimi nikiandamana na uwepo wa Mungu, iwe ni kule kuko green, iwe ni kule milimani, niko sawa maishani. Bwana yetu asifiwe. Na akamwambia, na Rutu akachukua vitu zake na akang'oa hema zake, akaenda kule. Labda alienda akiambia watu wake, huyu babu ni mjinga. Ananiambia nichague na kule ndiko kuko na majani ya ng'ombe na nini na nini. Hajui Rutu, hajui siri. Na hii siri ndio ninakuambia siku ya leo, kuandamana na uwepo wa Mungu. Bwana yetu asifiwe. Haijalishi Ibrahimu alienenda akabaki kule milimani, ng'ombe zake na kondoo walikuwa wanakula kule milimani, hakuna majani. Lakini hata kama walikula huku milimani, hata kama walikuwa wanaramba mawe
kwa sababu ya chumvi, ng'ombe zake na mbuzi zake ndizo zilikuwa na afya, kwa sababu ni uwepo tu wa Mungu unahitaji maishani. Bwana yetu asifiwe. Na imagine ukiwa na uwepo wa Mungu, wewe maishani mwako hutabishana. Hutabishana ate sijui ndugu yangu ananifinya kwa kashamba, ananifinya, niliona alitoa getoka. Hiyo ni kile kitu kinapandangwa kwa mpaka. Niliona ameng'oa, amesongeza kidogo. Sasa hiyo inafanya muende kwa chief. Wewe ukiwa na uwepo wa Mungu, kama hali amekubakishia, bora muwe na Mungu. Bwana yetu asifiwe. Niliwaambia kuna hadithi nilipewa nilipooleka kwa akina mzee na shosho yao, na alienda akaniambia, unaona hii kashamba ketu ni kadogo, gukari weza kunyanyashwa na maguka mengine wale wamezaliwa pamoja. Si unaona hii? Akaniambia, unaona hii shamba lao ng'ambo linaenda linavuka mto pande hii na linapanda, na pande ile lingine linavuka linapanda, na hii yetu ni hapa tu. Na niwaambie jambo lingine, mjue kuna uwepo wa Mungu. Wale wako na shamba kubwa, wale walikuwa shamba lao limeenda linavuka kwa maji na linaondoka, wao walikuwa wanakuja kununua mahindi kwetu. Mmeshika kitu? Hata kama ako na shamba kubwa, anakuja kununua mahindi wapi? Mamake huyu mzee alikuwa ni mtu wa kulima, hiyo tu kidogo amepewa, na ujue imegawanwa na watu wengine. Kumbe sio wingi, sio urefu wa shamba, sio kuwa na maproti. Siri hapa ni kuwa na uwepo wa Mungu. Bwana yetu asifiwe. Si wapendwa, tutamani ya kwamba neno la Mungu likiniongoza, likinielekeza, mimi nitaenenda kulingana na sitabishana. Uamue kama Ibrahimu, mimi sitabishana. Hati nimuulize, unanipeleka wapi? Unaniambia niende wapi? Mwambie Mungu, kutoka leo sitabishana. Ukiniambia fanya hivi, ukiniambia nitolee, si ni mimi nimekubariki na biashara. Kama leo tuna matoleo ya kutoa kwa sababu ya kongamano inayekuja hapa mwezi tarehe 18. Wewe unasema yaani haoge. Hapa mtu atumie hekima. Wewe itumie tu. Hiyo hekima itumie tu. Mungu anataka utii. Anataka utii. Bwana yetu asifiwe. Tukaweze kupata moyo uliye muororo kama wanyama. Ili neno la Mungu likija, kama sasa uende ukimwambia mwenzako na ukiambia roho yako ya kwamba mimi nimeamua ya kwamba nitaandamana na uwepo wa Mungu. Jina la Bwana lisifiwe. Mungu akiniambia wacha kupita hii, pita hii, kubali, wacha kubishana. Akikwambia fanya hii, acha kubishana. Wewe simama imara na Mungu na uone vile Mungu atakuongoza. Bwana yetu asifiwe. Daudi alisema, nilipokuwa kijana na mimi ni mzee, sijaona Mungu ameachilia mtu wake na mbegu yake ikiombaomba. Na mimi niwaambie, mimi tangu nilipookoka sasa, mimi ni miaka kadhaa na sio mingi, na sijawahi ona mtu wa Mungu ameachiliwa. Hakuna wakati utaona umeaibishwa. Bwana yetu asifiwe. Hata kama changamoto ziko na utapitia nyingi na zinawaka kama moto, nataka kukuhakikishia Jehova hatakubali dakika ya mwisho uhaibike. Bwana yetu asifiwe. Uwepo wa Mungu ukiwa pamoja na wewe. Tusimame wapendwa. Ombi langu Bwana wangu, uwepo wako Bwana uwe nami. Ombi langu
ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana, uwe na uwepo wako Bwana, uwe na uwepo wako Bwana, uwe nami. Ombi langu Bwana wangu, peke